Hakika Yesu unastahili kuabudiwa. Tunalibariki jina lako, tunalitukuza jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima Bwana kwenye siku yetu hii ya 3 ya mfungo wa Ezra. Mungu wa mbinguni, tuko tena mbele zako tukija kuomba uongozi wako, tukija kuomba ulinzi wako, tukija kuomba mkono wako Bwana ukawe pamoja nasi kwenye mwaka huu wa 2026. Mungu wetu, tunakuabudu peke yako, hatuna pengine pa kukimbilia isipokuwa ni kwako, maana kwako tunajua tuko salama. Tunakuabudu Mungu wetu, tunalitukuza jina lako na kulibariki siku zote za maisha yetu. Na kwenye mwaka huu 2026 tunaamini Mungu katika uongozi wako, tunaamini Mungu katika ulinzi wako, tunaamini Mungu kwamba mkono wako utakuwa juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Tumemwabudu Mungu wetu, wote tuseme amen. Amen. Mpigie Yesu makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Amen. Basi kabla hatujaendelea na ibada yetu ya siku hii yetu ya 3 ya mfungo wa Ezra, ningependa tena kuwakaribisha wale ambao wako wagonjwa, wanasema Mungu, ningetamani mkono wako ule wenye nguvu, ule mkono wako wa uweza ukawe juu yangu Bwana, ili ukaweze kuniponya na kuniondolea maumivu ya kila aina, maumivu ya mwili, maumivu ya nafsi. Pengine una uchungu, pengine kuna mambo yako hayajakaa sawa sawa, lakini tunasema mwaka huu tunaweza kwa imani. Haleluya. Tunaweza kwa imani. Basi kwa imani yako ile ambayo unaambia Mungu, nitakapoguswa mambo yangu yatakaa sawa sawa, ninakukaribisha uje mbele na senior pastor atakuwekea mkono wa imani na mambo yako yote yatakaa sawa sawa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yote yanawezekana kwake yeye aaminie, na imani yetu ni katika neno. Nalo neno linasema, taweka mkono juu ya wagonjwa walio dhaifu, nao watapona. Na tena kwa kupigwa kwake Yesu Kristo sisi sote tulipona. Tunakataa magonjwa, na kwa mkono wa Mungu anathibitisha imani yetu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja aliyeko mahali hapa. Ninaomba sasa mkono wako unaoponya uwe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuponye na Mungu akuondolee hayo maradhi, magonjwa, sehemu yoyote au mahali popote, pate uzima katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nguvu zako zinazoponya ziwe juu yake na kumponya kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo shida ishi kwa jina la Yesu Kristo, ikikwisha. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nguvu zako zinazoponya ziingie kwenye mwili wake na kumponya, kamalize maumivu, kamalize ugonjwa katika jina la Yesu Kristo, uwe mzima. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, mkono wako uwe juu yake na kumwondolea hii shida. Pone kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nyosha mkono wako unaoponya na umponye sasa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo,
umponye mamake, na hiyo shida ishe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nguvu zako na uweza wako uwe juu yake, muondolee hiyo shida na kumponya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ponye huyu mtoto na hiyo shida ishe kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya huyu mtoto. Mkono wako unaoponya umguse na kumponya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, mponye hiyo shida aliyonayo kwa jina la Yesu Kristo. Imekwisha. Amen. Makofi kwa ajili ya uponyaji uliopokea. Pigie tena makofi mengi ya imani ukimwambia Mungu, asante kwa kuniponya, asante kwa kuniponya, asante kwa kuniweka huru, asante kwa kunifungua, asante kwa kumponya yule ndugu yangu. Asante Bwana Yesu, nimepona, niko huru, nimefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Haleluya. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya mfungo wa Ezra. Nasema pige makofi kwa ajili ya mfungo wa Ezra. Unaitwa mfungo tatu tatu. Sema mfungo tatu tatu. Sema mfungo tatu tatu. Sema mfungo tatu tatu. Na huo ndio upako wa Keys of Christ mwaka huu, mfungo wa Ezra. Haleluya. Amen. Kila wakati tutakuwa kwenye mto wa Ahava pale kwa ajili ya kumlingana Bwana. Amen. Amen. Unaweza, 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 hakuna jambo lililo gumu la kukushinda Yesu. Haleluya. Pigia Yesu makofi ya imani. Piga makofi mengi ya imani ukiamini kwamba hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Lile ambalo umelikatia tamaa, usikate tamaa sana. Wakati usiojua Bwana analeta majibu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako, nitaongozwa na Bwana. Mwambie nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Usiku kucha na mchana nitaongozwa na Bwana. Yesu ni rafiki wa heri, ataniongoza usiku kucha na mchana katika jina la Yesu. Amen. Piga makofi mengi na vigelegele. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka kama nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Basi unaweza ukaketi kwa furaha kabisa. Tuko kwenye mfungo wetu wa Ezra na leo ni siku yetu ya 3. Tunamshukuru Mungu sana. Haleluya. Tujikumbushe tena ule mfungo wetu wa Ezra ulikuwa unasimamia mambo yapi? Mfungo wetu wa Ezra unatoka kwenye kitabu cha Ezra kutoka ile sura ya 8 mstari wa 21 mpaka mstari wa 23, na ni mfungo wetu wa siku 3 ambao ulianza Jumatano, Alhamisi na leo ni siku ya 3 ya Ijumaa.
Na kusudi la mfungo huu ni kumtafuta Mungu ili atupe mwongozo, ulinzi na mema yake kwa mwaka 2026. Amina. Kumtafuta Mungu ili atupe mwongozo, ulinzi na mema yake kwa mwaka 2026. Na msisitizo wa mfungo ukiwa unasema tunaweza kwa imani. Sema tunaweza kwa imani. Sema tunaweza kwa imani. Kwa tunamshukuru Mungu kwamba tunaweza kwa imani na Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye tunamfuata tukimwomba atuongoze, atulinde na mkono wake uwe juu yetu. Anataka kutembea na wale watu ambao wana imani ya kuweza. Mwambie mwenzako imani ya kuweza. Sema imani ya kuweza. Kwa hiyo Bwana anaweza kumwongoza yoyote yule ambaye anasema ninaweza. Anasema ninaweza mwaka huu sitaki kuwaza hasi. Ninataka kuthink only positive. Nataka kuwa mtu ambaye ni mtu chanya. Amina. Huyo mtu chanya Mungu atamuongoza. Mtu ambaye mwaka huu anasema sitaki kulalamika, malalamiko nilalamika sana mwaka jana, mwaka huu sitaki kulalamika. Huyo Bwana anaongozeka. Amina. Yule ambaye anasema nitavumilia mpaka mwisho na mwisho nitaokoka, huyo anaongozeka na Bwana. Haleluya. Yule anayesema yaliyopita nimeyasahau, sasa ninaganga yajayo sasa na neno la Mungu, huyo mtu anaongozeka. Amina. Ninaamini huyo mtu ni wewe uliyeko mbele ya Bwana, ambaye umekuja kumwambia Bwana uniongoze katika jina la Yesu. Amina. Kwa hiyo huu ni mfungo mzuri sana ambayo Bwana anakwenda kuongoza maisha yetu, anakwenda kutusimamia na kutuweka palipo salama ili tuweze kuvuka 2026 kwa ushindi. Sema tutavuka kwa ushindi. Sema kwa imani 2026 nitavuka kwa ushindi. Sema nitavuka kwa ushindi. Sema nitavuka kwa ushindi. Maana nitaongozwa na Bwana. Usiku kucha na mchana nitaongozwa na Bwana. Kwa hiyo nitavuka kwa ushindi. Nitavuka 26 kwa ushindi. Amen. Haleluya. Basi fungua kitabu chako katika kile kitabu cha Ezra sura ya 8. Hiyo sura ya 8 mstari wa 21 mpaka 23, tusome hapo. Alafu tutaendelea na maombi mengine. Ezra sura ya 8 mstari wa 21 mpaka mstari wa 23, nayo inasema, kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21 mpaka wa 23, nayo inasema, ndipo nikaamuru kufunga. Huyu ni Ezra anatoa maelezo hayo wakati wanajipanga kwenda kwa ajili ya kujenga nyumba ya Bwana, na ilikuwa ni safari ya miezi 6 kama tulivyokuwa tumeambiwa hapo nyuma. Ukisoma hicho kitabu, hizo sura za nyuma, utaona Ezra akasema, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka, kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi, ili kutusaidia juu ya adui njiani, kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu huu juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali. Haleluya. Mwambie mwenzako basi tukafunga. Mwambie basi tukafunga. Amina. Kwa hiyo haya ni maombi ya kufunga. Haya ni maombi ya kufunga kama ambavyo Yesu alisema kwenye Mathayo 17:21 kwamba mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kwa kufunga na kuomba. Na Ezra aliona kwamba safari walionayo, maombi hivi hayawezekani, lazima waongeze na mfungo. Amina. Kama ambavyo na sisi tunaona 2026 hivi haiwezekani kuomba tu, lazima tuongeze na mfungo. Sema na mfungo. Sema na mfungo. Kwa hiyo Ezra anasema nikaamuru kufunga. Manake akawaambia watu hakuna kula wala kunywa. Mfungo manake hakuna kula wala kunywa. Amina. Sasa inategemea wewe kifua chako kiko wapi. Unaweza kuacha kula kwa masaa 12, 24, masaa 18. Wengine wanaweza kaamua nyinyi mnapiga
za mpaka masaa ile mpaka jioni mimi napiga kavu. Amina, kulingana na nguvu yako. Lakini hii ni kukwambia kwamba pale unapoamua kufunga, mambo yanawezekana, mambo yanafanyika, yale uliyoyaomba yanapatikana. Haleluya. Na ndio maana unaona Esther alifunga na akawezana na mambo ya kina Mordekai wakashinda. Danieli alifunga akashinda. Kina Paulo na Sila walikuwa wanafunga na mambo yao yakawezekana. Amina. Mwambie mwenzako kufunga. Mwambie kufunga. Mfungo wa Ezra. Mfungo wa Ezra. Unajua mchungaji ametoa tangazo, senior pastor ametoa tangazo kwamba huu mwaka ni mwaka wa kuongea kwa sauti. Amina. Sema kufunga. Sema kufunga. 3-3. Hii unaitwa mfungo wa 3-3. Sema mfungo wa 3-3. Na mchungaji alisema kwamba hii ni wave ya kwanza, maana yake ni kama introduction. Amina. Hizi siku 3 tunaziita introduction tu. Ni kianzisho, ndio tumeanza habari ya kufunga. Hii ni kukwambia kwamba mwaka huu kuna mambo mengi makubwa ambayo Mungu anataka kuyafanya kwenye maisha ya mtu, na hayo mambo yatakutaka una mifungo ya 3-3 mingi mingi. Haleluya. Uko tayari ndio mifungo ya 3-3 mingi mingi? Amina. Ukiona Mungu anaanzisha mwaka kwa mfungo, ujue kwamba kuna mambo mengi huko mbele yatatuhitaji kufanya nini? Kufunga. Amina. Na kufunga kunafungulia mambo mengi. Kufunga kunafungulia mambo mengi. Kufunga. Sasa unaona Ezra, sasa mimi leo nitadili na hichi kipisi hapa ili tujue kwamba usifanye hizi siku 3 kwamba umesema nimekuja nimefunga alafu ukazichukulia kwa urahisi rahisi. Ukichukulia kwa urahisi rahisi hautapata majibu Mungu anayotaka kukupa. Amen. Haleluya. Kwa hiyo ukisikia tangazo la kufunga limetolewa kwamba jamani tunafunga, wewe funga kulingana na uwezo wa afya yako. Amina. Lakini hakikishe umefunga, na umefunga kweli kweli. Umefunga kweli kweli maana yake ni nini? Umefunga kweli kweli maana yake umeamua kufunga chakula na kinywaji, lakini umeamua roho yangu ile. Amen. Mwili unafunga lakini roho inakula. Lakini ukifunga mwili na roho haili, haujafunga. Haleluya. Utakuwa umeamua kupunguza uzito. Haleluya. Utakuwa kwenye mazoezi ya kupunguza nyama. Amina. Kwa sababu roho iko vile vile. Kwa hiyo ukisikia mfungo manake acha kula, acha kunywa, then lisha roho yako. Manake wakati umefunga ni wakati ambao unamtafuta Mungu, unatafuta uso wa Mungu, unatafuta majibu, unatafuta miongozo. Haleluya. Na miongozo hiyo inapatikana kwa kuomba sana. Ni wakati ambao unatakiwa uombe sana, ni wakati ambao unatakiwa usome neno la Mungu sana, ni wakati ambao unatakiwa utafakari habari za Mungu sana, ili yale ambayo umeyafungia Mungu akuletee majibu yako, akuonyeshe, akupe mafunuo, upate mwangaza wa kile unachokitaka. Haleluya. Lakini ukisema nimefunga kula na kunywa, lakini maisha yako yanaendelea na mishemishe zile, tangu asubuhi mpaka jioni haujasoma neno lolote, tangu asubuhi mpaka jioni haujaomba lolote, tangu asubuhi mpaka jioni haujatafakari ile mistari unayotembea nao, we haujafunga, umepumzika kula. Haleluya. Mwambie mwenzako kufunga 3-3. Mwambie kufunga 3-3. Kwa hiyo mfungo wenye matokeo ni ule mfungo ambao umefunga kula na kunywa mwili, lakini roho inakula, roho inakunywa, roho inanenepa, lakini mwili utapungua. Haleluya. Hapo utakuwa umefunga mfungo wenye maana na mfungo wenye matokeo na mfungo wenye majibu. Tuko pamoja wana wa Mungu? Kuna mtu mwaka huu atafunga mfungo wenye maana, 3-3 zenye maana. Haleluya. 3-3 zenye maana. Usifunge alafu haujaomba, hujafunga. Kwa hiyo tufunge na tuombe na tusome neno na tutafakari na tuweke mambo yetu sawa sawa, alafu tutaona matokeo ya huyo mfungo kama ambavyo unaona Ezra matokeo aliyapata. Amina. Kwa hiyo Ezra akasema nikaamuru kufunga hapo kwenye mto Ahava ili tupate kujinyenyekeza. Kwa hiyo alifunga, ukisoma hapo alifunga kwa malengo 5. Alifunga kwa malengo 5. Unapofunga ni lazima uwe na malengo ya kufunga. Haufungi tu bila sababu. Amen. Unaweza ukaletewa mzigo kasikia nimejisikia kufunga. Umepata mzigo ndani yake wa kufunga. Haufungi hivi hivi. Unafunga ukiwa na
malengo. Ninafunga kwa sababu ya 1, 2, 3, 4, 5. Haleluya. Ezra alifunga 1 ili ajinyenyekeze mbele za Bwana. Hilo lilikuwa lengo lake la kwanza. Lengo lako la kufunga mara ya kwanza ni kujinyenyekesha mbele ya Mungu. Maana umeamua kushuka. Nimeamua kumwambia Mungu mimi siwezi chochote. Nimeamua kumwambia Mungu mimi sio chochote, si chochote. Mungu ninakuhitaji. Nimeamua kujiachilia kabisa kwake, kusarenda kwamba Bwana mimi siwezi, sina nguvu, sina chochote. Pamoja na kwamba katika dunia nina nguvu, nina hela, nina uwezo, nina nguvu, lakini mbele zako Bwana mimi sio chochote. Unashuka kwake. Amina. Ndio mtu anapoamua kufunga, hilo ni jambo la kwanza ambalo linatakiwa leo kwenye akili, kujinyenyekesha mbele ya Mungu. Kwa hiyo Ezra alifunga kwa malengo. Sema alifunga kwa malengo. Sema alifunga kwa malengo. Aliona na safari ya miezi 6 na akajua hii safari peke yangu siwezi. Kwa hiyo akaamua kuitisha mfungo, na huo mfungo ukiwa na malengo kwamba Bwana, la kwanza niko mbele yako, ninajinyenyekeza. Mimi na hawa watu hatuwezi, wala huko tunakokwenda hatuwezi. Tunahitaji mwongozo wako, tunahitaji msaada wako. Tumeshuka, tumejinyenyekesha kwako Bwana, ili wewe utuongoze, ili wewe utupe mwelekeo na njia tuweze kufanikiwa katika safari yetu. Haleluya. Hilo lilikuwa lengo la kwanza la Ezra. Lakini lengo la pili akasema akafunga ili kujinyenyekeza, lakini na kutafuta njia iliyonyooka. Alikuwa na malengo. Sema alikuwa na malengo. Kwa Ezra akafunga ili 1 kujinyenyekeza. Lengo la pili akafunga ili kutafuta kwa Mungu njia iliyonyooka. Maana njia ziko nyingi, lakini nyingi zimepinda. Lakini hata mwanadamu unaweza kuwa na njia zako, lakini zisikufikishe pale ambako Mungu anataka ufike. Ukitaka kufika pale ambako Mungu anataka ufike, lazima kutembea kwenye njia iliyonyooka. Na hiyo njia iliyonyooka anayekupa ni nani? Anayekupa ni nani? Mungu. Pale ambapo umeamua kujinyenyekeza kwake, kuomba msaada wake. Kwa hiyo akaomba aonyeshwe njia, hilo la pili. Lakini alikuwa anaomba pia kwa ajili yake mwenyewe. Amina. Kwa kumbe kwenye mfungo unaweza ukawa na malengo. Naombea kama hapo, najinyenyekeza kwa Mungu, lakini naomba Mungu nionyeshe njia. Labda ni biashara yako, unaambia Mungu naomba nionyeshe njia, hii biashara yangu nipite njia ipi ili nifike, nifanye nini nifanikiwe. Lakini unajiombea mwenyewe. Amina. Aliomba kwa ajili yake pia mwenyewe, kwa ajili yao wenyewe. Bwana naomba unipe nguvu, unipe afya, unipe akili, unipe maarifa, ili hii njia unayonionyesha niweze kuipita sawa sawa. Lazima ujiombee pia. Haleluya. Haleluya. Lakini anasema pia akaomba kwa ajili ya watoto wao. Kumbe kwenye mfungo wako pia unaweza kaona akaomba na kwa ajili ya wengine, wale watu wake. Mungu, na hawa usiwapite, na hawa uangalie, na hawa uwabariki, na hawa uwaonyeshe njia. Haleluya. Sema kufunga. Sema kufunga 3-3. Sema kufunga 3-3. Kwa hiyo hapo unaona Ezra aliamua watu tujinyenyekeze kwa Mungu, lakini alikuwa na lengo la pili, watu kuomba njia iliyonyooka kwa Bwana. Lakini alikuwa na lengo lingine, kujiombea yeye mwenyewe, wale viongozi waweze kuongoza hao wengine kwenye hiyo njia. Haleluya. Lakini kuombea watu wao, watoto wao, ili na wenyewe waweze kufanikiwa kwenye hiyo njia. Lakini asisahau akaombea na mali zake. Amina. Haleluya. Kwa hiyo unapoamua kufunga pia usisahau kuombea mali zako. Mali hizi shetani anaweza kaziharibu ndani ya siku moja, ndani ya sekunde, si ndio? Unashangaa mtu alikuwa na biashara yake, anashangaa imeungua, imeisha. Alikuwa na hiki, kimeharibika, kimeisha. Kwa hiyo unapokuwa kwenye mifungo, ni hiyo pia ni malengo kwamba Mungu, naomba na mali zangu hizo nijalia. Bwana uzilinde, Bwana uwe nazo, Bwana mkono wako uwe juu yake. Haleluya. Kwa unapoomba uongozi wa Mungu, omba uongozi wa Mungu kwa ajili yako mwenyewe akuongoze. Amen. Omba uongozi wa Mungu kwa ajili ya watu, wana familia wako, nao waongozwe na nani? Na Bwana. Lakini omba uongozi wa Mungu kwa ajili ya zile mali ambazo Mungu amekupa na zile ambazo mwaka huu ataendelea kukupa, ili mkono wake uwe juu yake, azilinde, aziongoze, lakini na wewe mwenyewe uweze kuzisimamia sawa sawa. Haleluya. Tuko pamoja kwenye mfungo wa 3-3. Sema mfungo wa 3-3. Sema mfungo wa 3-3. Kwa hiyo tunaona Ezra hapo alikuwa na hayo malengo 5. Mimi leo nitazungumzia kwa sababu hii ni mifungo endelevu. Amina. Ni mifungo endelevu ambayo mwaka huu itakuwepo tu. Unaweza ukaamua mwenyewe mimi kila wiki nitafunga mfungo wangu wa Ezra kila wiki mara 3. Amina. Yaani hata mchungaji atangaze asitangaze, mimi na siku zangu 3 za Ezra mwaka huu. Haleluya. Au kaamua kila mwezi mimi nitakuwa na siku zangu 3 za Ezra kwa ajili ya kuweka mambo yangu sawa sawa. Ukajiamulia mwenyewe. Haleluya.
Sasa unapoamua kufunga, ujue kwamba unafunga ukiwa na lengo la kumtafuta Mungu, ukiwa na lengo la kutembea rohoni. Nimeamua kutoka mwilini, nimeamua kuingia rohoni. Hapo utapata majibu kwenye mfungo, ndipo ambapo utaona maono, utapokea majibu, kama ambavyo Danieli aliambiwa kusoma kwenye Danieli pale Danieli 10:12, malaika akamwambia umejinyenyekeza na kuomba na Bwana amekusikia, amekuletea majibu. Amina. Kwa hiyo ukiomba kwa namna hiyo lazima majibu yapate, na sisi tunatamani mwaka huu tupate majibu mengi kutoka kwa Bwana. Yale ambayo yanatutatiza tuyapatie majibu, na yale ambayo hatuyajui lakini Roho Mtakatifu anayajua atakuletea kwenye mawazo, atakupa mzigo wa kufunga. Anapoleta mzigo wa kufunga, ujue kwamba unafunga namna gani. Amina. Usiseme tu nimeacha kula alafu bado mishemishe zingine zinaendelea alafu unasahau kufanya lile la msingi la kufunga. Haleluya. Sema mfungo 3:3. Sema mfungo wa Ezra. Sema mfungo wa Ezra. Mfungo wa Ezra. Kwa hiyo huu ni mfungo ambao mpaka hapa umeshaleta majibu mengi. Unaweza ukawa hujayaona lakini majibu tayari yamepatikana. Amina. Kwa hiyo Ezra aliamuru kufunga ili wajinyenyekeze, watafute njia, wajiombee wenyewe, waombee familia zao, lakini waombee na mali zao. Haleluya. Lakini ukisoma mstari wa 22 anasema maana naliona haya kumwomba Mungu kikosi. Aliona haya. Sema aliona haya. Sema aliona haya. Maana alikuwa amesharinga na Mungu wake kwamba Mungu wangu ana nguvu, Mungu wangu ana uweza. Kuna mtu anaamini kwamba Mungu wake ana nguvu na ana uweza? Kuna mtu anaamini kwamba Mungu wake ana nguvu na anaweza? Ndivyo ambavyo Ezra alijiona na akasema siwezi kwenda tena kumuomba mfalme ukanilinde wakati nishasema mimi Mungu wangu ananitosha na anaweza kanilinda. Haleluya. Halisimama na lile neno nasema usitegemee mwanadamu. Amina. Nasi tumekuja kwenye mfungo huu tunamwambia Mungu tunataka kukutegemea wewe peke yako. Haleluya. Tunataka kukutegemea wewe peke yako. Nitakapofikiria kumtegemea mwanadamu nione haya kama alivyoona Ezra. Haleluya. Yaani nijionee aibu, hivi naendaje kuomba msaada kwa mtu eti wakati Mungu yupo? Nasi tunasema mwaka huu tunaweza kwa imani. Na imani ni kuamini kwamba Mungu unaweza ukanifanyia hiki, Mungu unaweza ukanipa hiki, Mungu unaweza ukanibariki hapa. Haleluya. Kwa hivyo Ezra anasema aliona haya kurudi kwa mfalme kumwambia nipe kikosi cha wanajeshi wanisindikize kwenye hii safari yangu. Kama ambavyo sisi tumeamua Bwana, hatutaki kwenda kuambia watu Bwana naomba mwaka huu usinipite, naomba mwaka huu nisaidie hapa, naomba mwaka huu fike pale. Tumesema hapana. Tushasema tunaye Mungu anayeweza. Tunaye Mungu anayeweza, na huyu ndio tutafunga na kuomba naye atafanya njia pasipo na njia, na mambo yetu mwaka huu yatakwenda sawa sawa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kwa hiyo ukiona kuna kawazo kuja kanakwambia nenda kwa mfalme ukaombe vikosi, nenda kwa mfalme ukaombe kikosi, kumbuka Ezra sasa nishamwambia Mungu wangu anaweza, siendi kwa mfalme. Namwambia nitangangana na huyu Bwana mpaka afanye. Mwambie mwenzako ngangana na Bwana mpaka afanye. Mwambie ngangana na Bwana mpaka afanye. Unapongangana na Bwana anakuletea watu wa kukutoa hapo. Haleluya. Ila wewe usitafute watu kwa akili zako, acha Bwana akupatie watu wa kukutoa hapo. Haleluya. Haleluya. Ndio maana ya kufunga, unamwambia Bwana nitengenezee njia. Bwana najua wewe ndio utakayenitoa hapa. Sina mwingine mwaka huu isipokuwa ni wewe. Na mimi ninangangana na wewe mpaka unitoe hapa, unifikishe pale mpaka nifike Disemba na mambo yangu yakiwa yamesimama sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwambie mwenzako uone haya kama Ezra. Mwambie uone haya kama Ezra. Utakapomfikiria fulani, utakapofikiria fulani, ukafikiria na fulani kwamba watakupa vikosi vya wajeshi wa kukusaidia, uone haya kama Ezra. Maana Ezra alikuwa anajua nguvu ya Mungu wake. Haleluya. Haleluya. Hili ni fundisho kwetu kwamba tusarende kwa Bwana 100%. Haleluya. Ezra alitoa fundisho kwamba sarenda kwa Mungu 100%, na huyu Mungu atakutakabali, ataleta majibu. Haleluya. Hata pale ambapo unasema siwezi, akili imefika mwisho, yeye anayo majibu. Pale ambapo unasema nimechoka kabisa, hapa nimetafuta msaada kila mahali vimegoma, yeye anayo majibu yako. Haleluya. Mwambie mwenzako sarenda kwa Bwana.
Mwambie huu ni mwaka wa kusarenda. Mwambie huu ni mwaka wa kusarenda. Na sio kusarenda kwa kipisi, kusarenda 100%. Mwambie mwenzako sarenda 100%. Sarenda 100%. Haleluya. Ndicho alichokifanya Ezra, alisarenda 100% kwa Bwana. Akasema kwa mfalme, siendi, enyi watu wangu hapa. Tutaomba hapa kwenye pembeni ya mto mpaka kieleweke. Amina. Mwambie mwenzako mwaka huu nitaomba mpaka kieleweke. Mwambie nitaomba mpaka kieleweke. Kwa huu ni mwaka ambao watu tunatakiwa tuombe kweli kweli. Amina. Huu ni mwaka ambao tunatakiwa tufunge kweli kweli. Haleluya. Ni kuomba na kufunga, ni kuomba na kufunga, ni kuomba na kufunga, na tutashangaa mambo ambayo tutayafanya. Amina. Nakwambia kuna mambo hujayafanya wala hujui kama unayaweza. Hebu anza kufunga mfungo wa Ezra. Funga hizo 3 kama unachokifunga. Una afya ya kukuwezesha kufunga, funga. Haleluya. Una uwezo wa kufunga, funga. Huna uwezo wa kufunga masaa 24, funga 18. Funga 20, funga hata 12, lakini lengo unalo, nimefunga. Haleluya. Huwezi kufika saa 12, funga mpaka saa 6, umefunga. Huwezi unasema naweza fika mpaka saa 9, lakini umefunga. Haleluya. Nimejinyima chakula, nimejinyima kinywaji, na nimelisha roho yangu neno, nimelisha roho yangu maombi, nimeng'ang'ana na Bwana, nimewasiliana na Bwana, majibu lazima yapatikane. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anakwenda kupokea majibu yake yasiyo na idadi mwaka huu. Kuna mtu anakwenda kupokea majibu yake yasiyo na idadi mwaka huu. Huu ni mwaka Bwana atajitukuza kweli kweli. Nami namshukuru sana Roho Mtakatifu kwa jinsi ambavyo amemvuvia maono haya senior pastor ya mfungo wa Ezra. Mfungo wa Ezra. Hii ni siri, nikwambie, hii ni siri. Mwambie mwenzako hii ni siri. Tena mnongoneze, jirani hata asisikie. Mwambie hii ni siri. Mwambie hii ni siri. Ukitumia vizuri, umetoka mwaka huu, mambo yako yanabadilika, mambo yako yanakuwa mengine. Haleluya. Amesikia hiyo siri? Hiyo ni siri ambayo Roho Mtakatifu ameacha. Mimi nilipopokea nikakambia Roho Mtakatifu, huu mfungo umebeba siri kubwa nyuma yake. Umebeba maono mengi nyuma yake. Umebeba maisha ya watu ambayo nakwambia hujaona bado. Fanya majaribio. Haleluya. Kama mfungo huu uliuchukulia poa, ukija wevu nyingine kuwa serious. Haleluya. Ikija na wevu nyingine kuwa serious. Lakini hizi za kanisa uwe serious. Lazima kwako mwenyewe zitengeneze huko pembeni. Halafu uone Bwana atakavyokufanyia mambo makubwa mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mwambie huko mkono wa Bwana wenye nguvu utakaonitoa mwaka huu. Mwambie mwenzako mkono wa Bwana utanitoa mwaka huu. Kwa unaona hapo Ezra akasema nikaona haya kwenda kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Nikaona haya, aliwaambia hapa siendi kwa mfalme. Yuko Bwana anayesema nitakulinda mchana na usiku, sisinzii wala silale usingizi kwa ajili yako. Yuko Mungu anayesema niko pamoja na wewe, niko pamoja na wewe, niko pamoja na wewe, niko pamoja na wewe. Huyu ndio nitakayemwendea, ambaye yuko pamoja na mimi kila wakati, kila wasaa, kila mahali. Haleluya. Mchana na usiku yuko pamoja na mimi. Nikiwa bafuni yuko pamoja na mimi. Nikiwa jikoni yuko pamoja na mimi. Nikiwa huko nje, nikiwa barabarani yuko, kila mahali yuko pamoja na mimi. Haleluya. Lakini vikosi vya mfalme vitakuwa pamoja na mimi kwa sehemu tu. Hawezi kunifuata kila mahali. Na huyu ambaye yuko pamoja na mimi kila mahali ndio wa kumkimbilia mwaka huu, na hakika hatamwaibisha mtu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema mfungo wa Ezra. Sema mfungo wa Ezra. Kwa Ezra alisema sitamuomba mfalme, kwa maana tulisema mkono wa Mungu ujuu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema. Kwa kuwa mkono wa Mungu uko juu ya wote wamtafutao ili kuwatendea mema. Haleluya. Mwambie mwenzako mkono wa Mungu uko juu yako wewe uliyekuja kumtafuta Bwana. Mwambie mkono wa Mungu uko juu yako. Mkono wa Mungu uko juu yako. Mkono wa Mungu uko juu yako. Umetoka huko, umeacha mambo yako, umekuja kumtafuta Bwana. Na mkono wa Bwana uko juu ya wale wote ambao wamekuja kumtafuta ili awatendee mema. Haleluya. Ili awatendee mema. Kwa hiyo endelea kumtafuta Bwana, na mema ni fungu lako mwaka huu katika jina la Yesu. Amina.
Endelea kumtafuta Bwana na mema ni fungu lako. Hakuna mabaya. Ukimtafuta Bwana, ukamtafuta Bwana, anaachilia. Na Mungu anasema nafanya kazi na wale wanipendao. Haleluya. Na wale wanipendao. Wewe unampenda Mungu, ndio maana umekuja leo. Haleluya. Na Mungu anafanya kazi na wewe kwenye familia yako, kwenye biashara, kila mahali atafanya kazi na wewe. Anafanya ili kukupatia mema. Na Ezra alijua, Ezra na watu wake walijua, wacha tumtafute Mungu atutendee mema. Mema hayo ni pamoja na ulinzi, mema hayo ni pamoja na kufanikiwa, mema hayo ni pamoja na kukamilisha misheni zao. Haleluya. Kuna mtu ana mission mwaka huu. Kuna mtu ana mipango mwaka huu. Kuna mtu ana mipango yake mwaka huu. Ameshaiandika. Mungu tunapanga, lakini Mungu naye ana mipango yake. Lakini lazima tupange. Haleluya. Lazima tupange. Kuna mtu ana mipango mwaka huu. Kuna mtu ana mipango mwaka huu. Hata Ezra alikuwa na mipango ya kwenda kujenga. Haleluya. Alikuwa na mipango yake ameshaiseti ya kwenda kufanya, na ndio maana akamwambia Mungu, tunakuomba ukasimamie hii mipango. Ndivyo na sisi tunamwambia Mungu, tunaomba mipango yetu ya mwaka huu ukaiwekee mkono, ukaisimamie, ikafanikiwe. Lakini huko njiani, mwambie mwenzako lakini huko njiani. Mwambie lakini huko njiani. Mwambie si umeamua kuongozwa na Bwana. Mhubirie, mwambie si umeamua kuongozwa na Bwana. Si umeamua Bwana akuongoze, akulinde na mkono wake uwe pamoja na wewe. Sasa huko njiani, mwambie sasa huko njiani anaweza kukubadilishia njia. Haleluya. Uko tayari Bwana akubadilishie mipango yako? Haleluya. Uko tayari Bwana akubadilishie mipango? Maana kumwambia Bwana ninataka kuongozwa, naye mwake Baba nimesarenda, niongoze wewe. Mimi naweza nikasema nataka kupita njia hii ni fupi, akasema hapana, pita njia hii hapa. Uko tayari kupita njia hii ukaacha njia hii? Haleluya. Manake kumwambia Mungu niongoze ni manake Baba niko tayari kufuata maelekezo yako, maagizo yako utakayonipatia. Na kwenye mifungo ndiko utakokutana na hayo maagizo. Amina. Unapofunga ndio atakusemesha, unataka ili liende, toa sadaka hapo. Amina. Unataka ili liende, fanya hiki na hiki na hiki. Unataka hiki kifanyike, hebu omba namna hii, hebu soma hivi, hebu fanya hiki. Atakupa maelekezo. Uko tayari kuyafuata hayo maelekezo? Haleluya. Uko tayari kufuata maelekezo utakayopewa mwaka huu kwenye mifungo yote utakayoifanya? Na unapofanya mifungo yako uwe na daftari ili uweze kuandika yale ambayo Roho atakuwa anakusemesha. Amina. Wakati unaomba unatafakari neno, unaomba, wakati unalisha roho yako, Roho anasemaga humo. Mwambie mwenzako Roho anasemaga huko. Mwambie Roho anasema huko. Wakati unatafuta, wakati unaomba, wakati unafanya hayo, Roho Mtakatifu na yeye anasema. Ngoja nikusomee Matendo 13. Matendo 13 mstari wa 2. Uone hapo, alafu tunamalizia tuingie kwenye maombi yetu ya Matendo 13 mstari wa 2 inasema, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2 inasema, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Roho Mtakatifu akasema. Sema Roho Mtakatifu akasema. Tunaona hawa watu walikuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, kama hapa ambavyo watu umefunga na uko kwenye ibada. Amina. Kwa hiyo unapokuwa kwenye ibada na kufunga, Roho Mtakatifu huwa anasema. Kwa ni muhimu kuwa na notebook yako ili uandike yale anayosema, ili uweze kupata muongozo wa nini unapaswa kufanya kwenye yale malengo uliyoyapeleka mbele za Bwana. Amina. Kama ambavyo Ezra alipeleka mambo yake 5, watu wajinyenyekeze, watu waweze kupata njia iliyonyooka, lakini yeye mwenyewe Mungu amuongoze na watoto wake na mali zake. Sasa Roho Mtakatifu akisema atatoa muongozo kwenye yale mambo ambayo ameyaomba. Haleluya. Lakini pia anaweza akaongeza lingine hapo. Uko tayari kuongozwa na Bwana? Uko tayari kuongozwa na Bwana? Uko tayari kufuata maelekezo atakayokupa hata kama huyataki? Haleluya. Manake kuna saa atakupa maelekezo ambayo huyataki ama ni magumu. Unasema haya ni magumu sana. Uko tayari kuyafanya pamoja na ugumu wake? Uko tayari kuongozwa na Bwana? Uko tayari mkono wa Bwana uwe juu yako? Uko tayari Bwana akuongoze kwenye njia iliyonyooka? Sasa uko tayari akileta hata mambo mengine magumu utayafanya? Uko tayari kusarenda 100%? Muulize jirani yako, uko tayari kusarenda 100%?
Uko tayari kusarenda 100%? Ukikubali kusarenda 100%, ushindi ni wako. Yaani utafanya mambo makubwa, utaona mambo makubwa. Bwana ataongoza afya yako, ataongoza uchumi, ataongoza familia, ataongoza kila mahali, ataongoza. Na utashangaa watu wanakuuliza, kwani imekuaje? Kwani imekuaje? Kumbe nimeamua kusarenda kwa Bwana na kufuata maelekezo yake anayonipa bila question. Amina. Mungu waga, yani unamwambia Mungu, akikwambia unamwambia yes sir. Haleluya. Uko tayari kutoa yes sir kwa Bwana mwaka huu? Uko tayari kumwambia Bwana yes sir? Nitume Bwana, niagize Bwana, nielekeze Bwana, nifundishe Bwana. Niko tayari, nataka kuongozwa na wewe. Uko tayari kwa yes sir mwaka huu? Uko tayari kwa yes sir? Sijaona mtu ambaye au kuna wengine wanaogopa yes sir. Unaziogopa yes sir. Ukishamwambia Mungu niongoze, uwe tayari kumwambia yes sir. Hakuna maswali. Unasema yes sir, unakaa. Simama, yes sir, unasimama. Nenda, yes sir, unaenda. Haleluya. Uko tayari kwa yes sir mwaka huu? Uko tayari kwa yes sir mwaka huu? Uko tayari kwa yes sir mwaka huu? Nakwambia itika yes sir, alafu one maajabu Bwana atakayofanya kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hayo ni maombi ya Ezra, na Ezra yalimtoa na watu wake, na ukisoma mpaka mwisho walifanikiwa. Bwana aliyatakabali. Amina. Lakini tumalizie mstari wa 22 huo, wanasema mkono wa Mungu uji ya watu wote wamtafutao kuwatendea, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Mwambie mwenzako, mwambie jirani. Mwambie jirani. Jirani, jitahidi mwaka huu usimwache Bwana. Mwambie jitahidi usimwache Bwana. Maana uweza na ghadhabu yake iko juu ya wamwachao. Haleluya. Sio uwezo. Kuna tofauti kati ya uweza na uwezo. Wanadamu tuna uwezo na shetani, lakini Mungu ana uweza, maana yake anaweza kufanya chochote. Haleluya. Kwa hiyo huu mwaka usimwache Mungu kwa namna yote. Unaweza ukamwacha. Unamwachaje Mungu? Unaamua unaingia kwenye dhambi. Unaanza kwa unasikia kadhambi fulani kana kushinda, unalalia humo. Unasikia yani mwaka huu. Mwambie mwenzako yani mwaka huu kwa msisitizo. Mwambie yani mwaka huu. Mwambie yani mwaka huu. Usije ukamwacha Bwana. Huu ni mwaka wa kuokoka kweli kweli. Haleluya. Huu ni mwaka wa kutembea kwenye wokovu kweli kweli, sio kwa kubipu. Amina. Kama tulibipu mwaka jana, mwaka huu lazima tuseme mwaka huu hatubipu tena, tuko serious na Bwana. Haleluya. Kama kuna dhambi fulani na kusumbua, ambie hiyo dhambi kwa imani, ninaanza kuachana na wewe, na mwaka huu lazima nikuache. Sitaki mkono wa Bwana, ile adhabu na uweza na ghadhabu ya Bwana iwe juu yangu. Sitaki. Maana unaweza ukawa unaomba ghadhabu ya Bwana ishuke, ghadhabu ya Bwana ishuke kwa wale ambao wamemwacha, kumbe na wewe umemwacha. Hapo ulipo umemwacha. Ukashangaa mambo yako yanapigwa tu, kumbe unayapiga mwenyewe. Haleluya. Amen. Usije ukawa unachochea maombi sawa, unachochea kumbe na wewe umo. Na vile vichapo vinapiga pale. Kwa nini? Kuna sehemu umemwacha Bwana na haja specify kwamba uliyeniacha kwenye labda kwenye yote. Amesema kwa aliyemwacha. Maybe umemwacha kwenye engo moja, unalo. Haleluya. Kama umemwacha kwenye 13, una hizo zote unazo. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wa kuomba neema ya Mungu sana iwe juu yako, ili usije kumwacha Bwana kwa namna yoyote kwa wakati wowote, bali daima uhakikishe unamtafuta ili mema yakujie kwenye maisha yako na familia yako, na mali zako ziongezeke, zikuwe na kujaa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema maombi ya Ezra. Sema mfungo wa Ezra. Mfungo 3:3. Mfungo 3:3. Mfungo 3:3. Umebarikiwa na mfungo wa Ezra. Umebarikiwa na mfungo wa Ezra. Umebarikiwa na mfungo wa Ezra. Hii ni awamu ya kwanza. Tutapata na awamu nyingine na zingine. Hizo zitakazokuja tuwe very 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 serious. Haleluya. Mwambie mwenzako huo mfungo mwingine utakao kuja. Mwambie mfungo mwingine utakao kuja uwe very 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 serious. Haleluya.
Ukiwa very serious, na Mungu anakuwa very serious kukupa majibu yako. Haleluya. Ni hivyo. Toa upate. Haleluya. Kile kipimo kile unachokitoa ndicho anataka kukupa. Ukiwa very serious, naye atakuwa very serious. Ukiwa very serious, atakuwa very serious. Ukiwa very serious, naye atakuwa very serious. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe unaamua Mungu awe serious kiasi gani na wewe. Haleluya. Amen. Sema mfungo wa Ezra. Mfungo 3:3. Mfungo 3:3. Wangapi watatembea na mfungo 3:3 mwaka huu? Wangapi tutatembea na mfungo 3:3 mwaka huu? Wangapi tutatembea na mfungo 3:3 mwaka huu? Na tutafunga very serious. Yaani tutafunga tukitiisha miili yetu, tukinyenyekesha miili yetu, tukitesa miili yetu, lakini tukishibisha roho zetu, tukinenepesha roho zetu, tukinenepesha mahusiano yetu na Mungu, ili tupate mafunuo na majibu kutoka kwa Mungu ambayo mwaka huu yako mengi sana. Haleluya. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Mshangilie Bwana kwa ajili ya mfungo wa Ezra. Mshangilie Bwana kwa ajili ya mfungo wa Ezra, mfungo ambao si wa kawaida, ni siri ambayo Mungu ameitoa kwetu, na atakayetembea na hiyo siri hakika ataona maajabu ya Mungu. Hakika atayaona maajabu ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Basi nitamalizia kwa kitabu cha leo. Mimi nitaweka somo moja, naamini kama senior pastor atakuwa na mambo mengine atayaweka hapo. Fungua kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18. Mfungo wa Ezra siku ya 3. Huu mfungo ulikuwa ni mzuri sana, na Mungu ametupendelea, ametupatia mwaka huu, mwanzo kabisa wa mwaka Januari hii, katikati ya mwezi. Mambo ni mazuri kabisa, na Mungu anasema na sisi kupitia mfungo huu. Ambaye amesikia kwenye yale masikio ya rohoni kwamba Bwana anasema kuna siri hapo, hebu tembea hapo, basi utaona maajabu sana kwenye maisha yako, kwenye familia, kwa watoto, kwenye biashara, kwenye kazi, kila mahali utaona Mungu akifanya mambo ya ajabu sana. Fungua kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 46. Sura ya 18 mstari wa 46. Na unasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya. Sema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya. Sema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya. Alafu sema mkono wa Bwana utakuwa juu yangu. Hapo kwenye Eliya utaweka jina lako. Haleluya. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Mimi nimependa hapo, akapiga mbio mbele ya Ahabu. Haleluya. Akapiga mbio mbele ya nani? Mkono wa Bwana. Tumemwomba Bwana kwenye huu mfungo wa Ezra, sawa sana ile pale Ezra ile 8:22 pale anasema sikwenda kwa mfalme kwa sababu tulisema mkono wa Bwana uko juu yetu. Haleluya. Sasa tumeona hapa mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya. Eliya akapata nguvu, akakaza kiuno, akatoka mbio, akampita Ahabu. Amina. Haleluya. Kuna mtu amepata hapo kitu cha kwake mwaka huu kwenye hicho kipisi hapo, akapiga mbio mbele ya Ahabu. Kuna mtu anakwenda kupiga mbio na kuwashinda wale waliomtangulia mwaka huu kwa ajili ya mfungo wa Ezra katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Hii story ni ile ya Ahabu akamwambia ile ya mvua, akamwambia ninaona wingu kama mkono. Akamwambia nenda kamwambie mfalme atoke mbio, akimbie, maana kuna mvua tele, nasikia sauti ya mvua tele. Haleluya. Mwambie mwenzako nasikia sauti ya mvua tele. Ukiwa umefunga ndio unasikia ile sauti ya mvua tele. Haleluya. Hapa Elia alikuwa amefunga, akasikia sauti ya mvua tele. Unapofunga unasikia na vile vingine ambavyo wengine hawasikii. Amen. Unataka kusikia mambo ambayo mwingine hasikii, unasikia sauti. Kwambia mbona naona kuna sauti, kuna mambo mazuri unayasikia. Anashangaa unasikia nini wewe? Haleluya. Ndicho ambacho Elia alimwambia, kamwambie mfalme akimbie.
nasikia sauti ya mvua tele, wakati kule hata wingu hamna, kuna kimkono tu amekiona tena kwa mbali. Haleluya! Kuna mtu ameona kimkono. Hii ni Januari, mfungo wa Ezra ni kamkono. Kuna mtu ameona kamkono ambacho kanyasema kuna mvua tele inakuja. Haleluya! Kuna mvua ya baraka inakuja, kuna mvua ya ustawi na kuna mvua inakuja. Umeona hiyo mvua? Kwa hiyo akaenda kumwambia mfalme, kimbia kwa sababu kuna mvua inakuja. Mfalme akapanda farasi. Nasema akapanda farasi. Akapanda farasi, akatoka mbio, anawahi mvua. Wakati anatoka mbio, na wingu likaanza kubadilika. Sasa ndio ile mvua ikaanza kuonekana kwa macho ya nyama, ambayo Elia aliyaona kwa macho ya rohoni, kwa sababu alikuwa amefunga. Haleluya! Akaanza kuona wingu hilo, wingu. Mfalme akatoka mbio na farasi, akatoka mbio na farasi, akatoka mbio na farasi. Sema sasa, sema sasa. Elia, mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Amen. Yeye alikuwa hakwenda kutegemea farasi, alikuwa anategemea mkono wa Mungu. Kuna mtu anategemea mkono wa Mungu, ategemea farasi hapa. Kwenye mbio zake hategemei farasi, anategemea mkono wa Mungu. Haleluya! Kwa Elia alikuwa na mkono wa Mungu juu yake. Alipoona mfalme amechomoka, akaona na lile wingu limeshatanda, limekuwa giza, na ile mvua inaanguka sana wakati wote, anasema kwa kuwa mkono wa Bwana ulikuwa juu yake, Elia akajikaza kiuno. Haleluya! Mkono wa Mungu ukiwa juu yako, unatiwa nguvu isiyo ya kawaida. Amina. Unapewa nguvu isiyo ya kawaida, unakuwa kama mashine. Imagine mfalme aliondoka na farasi. Tena kwa kuwa alikuwa anaona mvua, au farasi walikuwa wanapelekwa kweli kweli spidi ili wamwaishe mfalme asiloe. Amina. Lakini Elia alikaza kiuno, Bwana alimtia nguvu, akatoka kwa miguu, akaanza kukimbia, akakimbia. Imagine amekimbia, akamuovertake mfalme alikuwa na farasi. Kuna mtu anakwenda kuovertake mwaka huu. Kuna mtu anakwenda kuovertake mwaka huu. Kuna mtu anakwenda na overtaking speed. Sini ya pasta ishatufundisha unakuwa na overtaking speed. Haleluya! Maana tumeanza na mfungo wa Ezra na mkono wa Bwana uko juu yetu. Tutakaza viuno. Haleluya! Tutakaza viuno. Haleluya! Tutakaza viuno. Haleluya! Tutaondoka kwa speed, tuta overtake. Unaweza kusema fulani, sisi tulianza wote, amenipita fulani. Nakwambia wewe ni ule mkono wa Mungu uko juu ya kichwa yako bwana. Una overtake, utaovertake. Mungu atakutia nguvu ya kuovertake. Hakuna kwa Mungu kuchelewa. Nakwambia atakufikisha, tena atakufikisha kabla yao. Haleluya! Unaamini mwaka huu ni fungu lako? Unaamini mwaka huu Bwana atakukimbiza kwa spidi ambayo utakwenda kuovertake wale ambao washatangulia? Mfungo wa Ezra unafanya kazi. Haleluya! Mkono wa Mungu uko juu yetu. Hayo yote yanawezekana. Hayo yote yanawezekana. Ni fungu kwa aliyeamini. Ni fungu la yule anayemtafuta Bwana ili ampe mema. Na kati ya mema utakayopewa ni ile overtaking speed. Haleluya! Overtaking speed. Amina. Mimi nakwambia siku zote, hata kama akaunti yako ina hela, kuna overtaking speed kwenye akaunti za watu. Amina. Unasema akaunti yangu haina hela. Nakwambia Mungu akiamua kupeleka speed, utashangaa imenenepa namna hiyo. Maana atakuletea vyanzo, atakuletea mipango. Mwambie niongoze, atakuletea tenda ambazo huziwazi. Anajua hizi nikimpa hii nimemtoa mpaka pale. Haleluya! Anajua akifanikisha hii yuko kule. Ndivyo Mungu wetu anapofanya kazi. Piga makofi kwa Mungu wetu anayeweza mambo yote. Na kama alivyosema ukiweza. Haleluya! Ukiweza yote yanawezekana kwake aaminie. Ukiweza kufunga, ukiweza kuomba, ukiweza kujinyenyekeza, ukiweza kuamini kwamba mkono wa Bwana uko juu yako, yote mwaka huu yatawezekana. Na ile overtaking speed itakuwa. Hapa Elisha alikuwa amesema na mvua haitanyesha mpaka niseme. Haleluya! Si ndio alichokuwa amemwambia miaka 3? Alisema mvua haitanyesha mvua mpaka kwa neno langu. Na kweli baada ya miaka 3 alipoenda akaenda kuomba tena kwa Mungu ili mvua inyeshe. Na kuambia ukiweza utatamka na yatakuwa. Haleluya! Tena umetoka kufunga, ukitamka vinakuwa, ukitamka vinakuwa, ukitamka vinajengeka, ukitamka vinaota, ukitamka vinanenepa, ukitamka vinaongezeka, ukitamka vina. Haleluya! Haleluya! Sema mfungo wa Ezra. Sema mfungo wa Ezra. Mfungo 3:3. Mfungo 3:3. Piga makofi kwa ajili ya mfungo wa Ezra.
Tunamshukuru Roho Mtakatifu sana kwa ajili ya zawadi kubwa sana aliyotupatia ya mfungo wa Ezra, na huu mwaka hakika tutapiga mbio, tutapiga mbio, tutapiga mbio, tutapiga mbio, tutapiga mbio, huduma zitapiga mbio, karama zitapiga mbio, uchumi wa watu utapiga mbio, kwenye ndoa mbio zitapigwa kila mahali. Tutapiga mbio, tutapiga mbio. Nakwambia mwaka jana hujapiga mbio, mwaka huu utapiga mbio. Siri ni moja tu, jinyenyekeshe mbele ya Bwana. Mtafute Bwana, hakikisha haumwachi, maana ukimwacha ghadhabu yake iko pale. Ukishawaza kumwacha, tuwaza ile ghadhabu yake ambayo itakuwa juu yako. Haleluya. Tuendelee kumchuchumilia Bwana, tuendelee na Bwana hakika mwaka huu atatushangaza kwa mengi. Mimi ninatamani hayo mengi niyaone kwa macho. Ninaomba Bwana aniwezeshe. Nataka nisikie. Haleluya. Tamani kusikia ile sauti ya mvua tele. Tamani kusikia. Mwambie Roho Mtakatifu, nataka mwaka huu nisikie sana unavyosema. Natamani nione, upate maono mengi. Mungu akuonyeshe, Mungu akufunulie, Mungu akupe siri zile za mbinguni, na hizo zinapatikana. Mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kuomba na kufunga. Asante kwa mfungo wa Ezra. Tunao mfungo 3. Fanya kitembea humo na utaona maajabu ya Mungu kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Basi mpigie Yesu makofi na vigelegele kwa ajili ya mfungo wa Ezra siku ya 3. Ninamkaribisha Senior Pastor kwa ajili ya kuendelea na kumalizia mfungo wetu. Amina. Asante. Shangilie Bwana Yesu. Mpe tena makofi mengi Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Haleluya, 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 haleluya. Basi tunamshukuru Mungu, na leo tuna hilo ombi la Mungu, kwa kama ambavyo lilikuwa ni ombi letu la 3 jana na juzi, na leo tunaliomba tena hilo ombi la mkono wa Bwana uwe juu yetu na utupe spidi isiyokuwa ya kawaida kwenye kukamilisha mambo yetu. Haleluya. Utupe spidi ya kufanikiwa, utupe spidi ya kustawi, utupe spidi ya kuzaa, kuongezeka, utupe spidi. Mwambie jirani yako spidi. Mwambie jirani yako spidi. Na tunamwomba Mungu spidi ya aina hii kwa sababu adui amechelewesha, adui alizuia kwa namna mbalimbali huko nyuma. Wako watu mahali unapotakiwa kuwepo sipo ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotakiwa kuwa sipo tulipo, lakini kwa imani mwaka huu tunaweza kwenda na kufika mahali ambapo tulitakiwa tufike. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Ahabu akiondoka kwa farasi, ni mfalme akiondoka kwa farasi, anakimbia mvua isije ikampata, maana yake ameondoka kwa spidi yake yote. Lakini Elia kwa mkono wa Bwana anafanya vitu ambavyo si vya kawaida. Hii ni kutuambia kwamba tunaenda kumwomba Mungu kwamba kwa mkono wake mwaka huu ambao uko juu yetu tutende kwa namna ambayo inapita kawaida za kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Inapita kawaida au standardi za kibinadamu. Twende kwa kasi, tukamilishe mambo, tufikie malengo, tutende vitu vitokee kwenye kazi, kwenye huduma, kwenye utumishi, kwenye familia. Tukamilishe vitu kwa kasi ambayo inazidi viwango vya kibinadamu, human standards. Tunataka, we want to go beyond human standards, beyond human measures, beyond human infrastructures. Tunataka kwenda zaidi ya vile ambavyo miundo ya kibinadamu inaweza kutuwezesha. Ahabu alikuwa na farasi, ni vizuri, na farasi alimsaidia, lakini mkono wa Bwana ulipokuwa juu ya Elia, aliweza kuperform, aliweza kudeliver, aliweza kutoa matokeo ambayo yalikuwa yanapita
miundombinu ya kibinadamu au uwezeshaji wa kibinadamu, au miundombinu ya kibinadamu au arrangement za kibinadamu, standards za kibinadamu. We want to go to the divine. Tunataka kwenda katika viwango vya kimungu. Uko tayari Mungu akuendeshe kwa hivyo viwango? Haleluya. Nasema uko tayari Mungu akuwezeshe kwa hivyo viwango? Nilisema mwaka huu sitaki kuzubaa. Haleluya. Unapoulizwa kitu kama unakikubali, show up quickly. Haleluya. Yale mambo ya kujivutavuta, ile nyoronyoro, unaenda nyoronyoro, ameni nyoronyoro, nyosha mkono nyoronyoro. Ukitoka hapa hata hela zitakuja nyoronyoro. Ukienda wapi, vitu vyako vyote vitaenda hivyo hivyo, kwa sababu ndio mentality ulionayo ndani yako, ndio character uliojitengenezea, na ndivyo vitu vitarespondi. Nature, vitu vinarespondi kwako kulingana na vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama uko nyoronyoro, vitu dunia, zile vitu vya dunia vitarespondi kwako nyoronyoro hivyo hivyo. Ndio maana nasema sitaki sauti ndogo mwaka huu. Sema amen yenye afya. Haleluya. 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 Tunataka matokeo yatakayopimwa na kipimo cha kimungu. Haleluya. Tunataka matokeo ambayo vipimo vya kibinadamu vitakataa. Ukiweka kwenye mizani za kibinadamu, mzani wa kibinadamu unaenda unafika mwisho, unadai uweke jiwe jingine. Ukiweka jiwe la binadamu linapiga mwisho, unadai jiwe atafanya miujiza ambayo hakuna ubinadamu utakaoeleza. Akili za binadamu zitakataa, macho yatakataa, masikio yatakataa, mkono utashika utakataa, miguu itapiga hatua itakataa. Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu ni muujiza ambao Mungu amefanya kwa ajili yako, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya masomo yako, kwa ajili ya taaluma yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mali yako, kwa ajili ya vitu vyako, kwa ajili ya huduma yako, kwa ajili ya kanisa. Tunapofika wakati huo, watu watakapopima wanasema hili kanisa hili kibinadamu watakataa, haiwezekani, haya mambo si ya kibinadamu, kuna mkono wa Bwana umehusika. Haleluya. Kuna vitu vitaonekana ambavyo tutasema hii sio ya kibinadamu, kwa sababu kibinadamu hakuna maelezo. Wangapi wanataka kuoperate kwenye hizo standard mwaka huu? Haleluya, haleluya. Nimesema kama utaki hiyo, toka nje. Tukimaliza hayo maombi, rudi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tunaenda kuomba. Hii ni kazi ya mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana ni nguvu, mkono wa Bwana ni uweza. Wajibu wetu ni kuamini kwamba huo mkono unaenda kufanya na utafanya. Haleluya. Mkono wake ni mrefu. Hata kama hiyo baraka yako waliiba wakaificha chini ya vilindi vya bahari, mwaka huu mkono wa Bwana utafika kule. Haleluya. Hata kama walichimba shimo refu sana wakafukia huko ndani, wakaweka na miamba, wakaweka na zege, wakaweka na vyuma, wakaweka matirio zote ngumu walizoweza, leo mwaka huu, mwezi huu, siku hii, wiki hii, Bwana atapeleka mkono wake wenye nguvu ambao unafika kila mahali. Haleluya. Unafika paka kijijini kwenu, unafika paka mtaani kwako, unafika paka ofisini kwako, mahali ulikowekwa. Kama nafsi yako iliwekwa, mkono wa Bwana utafika mahali hapo. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Leo nilikuwa katika uwepo wa Bwana na Bwana akanichukua katika roho, na katika roho nikaona mtu mmoja akiwa mahali fulani, na akatokea mtu mwingine ambaye hakuwa mtu mzuri, akashika mguu wake wa kulia, na akashika ule mguu akawa anaung'ang'ania. Sasa baadaye
nikatoka kwenye yale maono. Nilipokuwa na tafakari, nikasikia ya kwamba leo kuna watu miguu yao ilishikwa na wataachiliwa. Haleluya! Nasema huyo mtu ni wewe katika jina la Yesu. Haleluya! Kuna watu ambao miguu yao, na mimi nashukuru hata nimemwona Silvanus alikuwa ameshikiliwa na mamizimu huko, alikuwa ameshikiliwa na uchawi, alikuwa ameshikiliwa na uganga, alikuwa ameshikiliwa na majini, lakini ile kamba imekatika, ule mkono umekatwa, na leo kuna mkono ulikushikilia, utaachia. Haleluya! Haleluya! Nasema kuna mkono ulishika hatua zako kwa miaka mingi, leo unaachiliwa katika jina la Yesu. Unaachiliwa katika jina la Yesu. Unaachiliwa katika jina la Yesu. Unisikilize, hapa tunaongelea mkono wa Bwana, na mimi niliona mkono wa adui ukiwa umemshika mtu mguu. Mkono wa adui ukiwa umemshika mtu mguu. Sasa huu mkono kwa mkono, mwambie jirani yako mkono kwa mkono. Huu mkono wa Bwana unaenda kukata ile mikono yote ambayo imeshika miguu, imeshika mikono, imeshika kifua, chochote ambacho ule mkono umeshika kwenye maisha yako, utaachiliwa. Na baada ya hapa, spidi yako utapiga mbio, utapita Ahabu, utapita waliotangulia, utapita ambao wamejitosheleza, utapita wenye mitaji mikubwa, utapita wenye elimu kubwa, utapita wenye connection kubwa, utapita wenye miundombinu ambayo imekaa vizuri kibinadamu. Haleluya! Haleluya! Uko tayari kukatilia mbali huo mkono wa adui? Fungua kinywa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakutukuza, tunakuinua kwa ajili ya mkono wako, mkono wenye nguvu, mkono wenye uweza, mkono ulio hodari, mkono wa uweza. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa mkono wako wa kuume uko pamoja nasi mwaka huu kwa ajili ya kutusaidia, kwa ajili ya kutusaidia, kwa ajili ya kutupigania kinyume na adui, katika jina la Yesu. Wakati huu Bwana, ninasimama mbele yako kwa ajili ya kila mmoja mahali hapa, kwa ajili ya kila mmoja popote pale ulipo, popote pale ulipo. Ule mkono wa adui ambao umeshikilia maisha yako, umeshikilia kipawa, umeshikilia karama, umeshikilia huduma, umeshika ule mkono wa adui uliokushika kwa muda mrefu, kwa mkono wa Bwana, kwa mkono wa Bwana, kwa mkono wa Bwana tunaukata, tunaukata, tunavunja hiyo mikono ya adui kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mkono wa adui, 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 kila mkono wa adui uliofunga maisha yako, uliofunga, ulioshika, umeshika ndoa, umeshika uzao, umeshika huduma, umeshika kipawa, umeshika karama, umeshika nyota, umeshika ule mkono wa adui uliokushika, leo kwa mkono wa Bwana tunaukatilia mbali, katilia mbali, katilia mbali, katilia mbali, katilia mbali. Kata huo mkono, kata huo mkono, kata huo mkono kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Omba, omba. Mkono wa Bwana uko juu yako, mkono wa Bwana uko juu yako, na kwa mkono wa Bwana tunakatakata mkono ya adui, tunakatakata mkono ya kuzimu, tunakatakata, 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 tunakatakata. Ule mkono umeshika ndoa, ule mkono umeshika kazi, ule mkono umeshika biashara, ule mkono umeshika huduma, ule mkono umeshika kanisa, ule mkono wa adui, ule mkono wa adui, ule mkono wa adui umeshika hatua zako. Hao mizimu, hao mapepo, hao majini, hao mizimu, hao misukule, vinyamkera, leo katakata mikono yao, katakata, katakata, katakata kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kukatakata, endelea kukatakata, katakata mikono yao, 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 katakata mikono yao. Kila mkono wa kuzimu, ule mkono wa kuzimu, ule mkono wa majini, ule mkono wa jini mahaba, ule mkono wa jini mahaba, ule mkono wa jini mahaba, ule mkono wa mizimu uliokushikilia tangu utoto wako, uliokushikilia tangu tumboni kwa mama yako, ule mkono, ule mkono katakata,
katakata, katakata, katakata, kata wa mkono, kata wa mkono, kwa mkono wa Bwana, kwa mkono wa Bwana, kwa mkono wa Bwana, kwa mkono wa Bwana. Wameshika watoto wako, wameshika watoto wako, wameshika mtoto wako, wameshika uzao wako, wameshika uzao wako, wameshika pesa, wameshika kazi, wameshika huduma, wameshika utumishi wako. Leo, 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 leo hatuachi. Mikono yao inavunjika, vunjika, vunja, 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 vunja kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Sema, 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 sema. Ule mkono wa umaskini, ule mkono wa umaskini, ule mkono wa umaskini uliokushika, umeshika hatua zako, umeshika mikono yako, ule mkono wa umaskini, ule mkono wa magonjwa, ule mkono wa magonjwa, katakata, 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 ule mkono wa mizimu, katakata, ule mkono wa maneno ya watu, ule mkono wa uharibifu, ule mkono wa uharibifu, ule mkono wa mauti, ule mkono wa mauti, ule mkono unaoua, katakata, 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 katakata. Endelea kuomba, 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 endelea kuomba kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Omba, 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 omba. Kila mkono wa adui, kila mkono wa adui, kila mkono wa adui, hatujalishi jina la huo mkono, bila kujali jina lake, bila kujali cheo cha huo mkono, bila kujali mamlaka, bila kujali nguvu, bila kujali uweza, bila kujali uweza. Katakata, 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 katakata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Katakata, 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 katakata ya mikono ya mizimu, mkono wa mizimu, mkono wa mizimu, mkono wa magonjwa, mkono wa laana, huo mkono wa laana, huo mkono wa laana, katakata, vunja, vunja kwa mkono wa Bwana, 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 kwa mkono wa Bwana. Hiyo mikono inakuachia, inaachia biashara, inaachia uchumi, inaachia fedha, fedha yako inaachiliwa, fedha yako inaachiliwa, fedha yako inaachiliwa, fedha yako inaachiliwa, miujiza yako inaachiliwa, inaachiliwa. Utapiga hatua, utapiga mbio, utapiga mbio, utapiga mbio, utapiga mbio, utapiga mbio, utapiga mbio. Utaenda kwa kasi isiyokuwa ya kawaida kwenye huduma yako, kwenye huduma yako, kwenye utumishi wako. Utaenda kwa kasi, utaenda kwa kasi, utaenda kwa kasi, utaenda kwa mbio, 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 mbio. Utawapita waliokutangulia, utawapita, utawapita, utawapita kiroho, utawapita kimwili, utawapita kifedha, utawapita kiuchumi, utawapita kwenye familia yako, utawapita kwenye familia, kwenye ukoo, utawapita kanisani kwako, utawapita mtaani kwako, utawapita kwenye mji wako, utawapita huduma yako, itawapita wengi, itapita wengi kazini kwako, kwenye ofisi yako, kwenye ofisi yako, utawapita utendaji wako, utawapita utendaji wako, utawapita uzalishaji wako, utawapita uzalishaji wako, uzalishaji wako, uzalishaji wako, hekima yako, hekima yako, hekima yako itawapita, utawapita kwa hekima, utawapita kwa maarifa, utawapita kwa ufahamu, utawapita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Utawapita kwa ubunifu, utawapita kwa ubunifu, utawapita kwa jina la Yesu, utawapita kwa jina la Yesu Kristo. Endelea, endelea kuomba, endelea kuomba. Utawapita, utawapita wengi, utawapita wengi, utawapita wengi, utawapita wengi waliojipanga vizuri zaidi yako, wanaoeleweka vizuri zaidi yako, wenye uwezo mzuri zaidi yako. Utawapita mwaka huu, utapiga mbio za imani, utawapita, utawapita, utawapita kifedha. Akiba yako mwisho wa mwaka, akiba yako ya benki, akiba yako ya akaunti, matalio yako, mapato yako, utawapita kwa mapato, utawapita kwa mapato, utawapita kwa mapato ya fedha, utawapita kwa
mapato ya kifedha, mapato ya kibiashara, mapato ya kiuchumi, mapato ya kiroho, mapato utawapita, utawapita, utawapita kwa jina la Yesu, utawapita kwa damu ya Yesu, utawapita, utawapita, utawapita. Kwa nini? Mkono wa Bwana, mkono wa Bwana uko juu yako, unakatakata mkono ya adui, unakatakata mkono ya mapepo, unakatakata mkono ya mizimu, unakatakata mkono ya majini, unakatakata mkono ya majini, unakatakata mikono ya pepo, unakatakata, unavunja vunja. Rakapapapa, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ndivyo unavyokamata mwaka, ndivyo unavyokamata baraka zako. Unakamata, ni kazi unaifanya kwa ajili ya mwaka mzima. Matokeo mwezi unayofuata utakuwa unavuna, utakuwa unavuna ulichopanda. Leo unapanda, leo unapanda. Usiwe mvivu kupanda, panda, panda, panda kwa maombi yako, panda kwa maombi yako. Unapanda, 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 unapanda. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Rakapapo, rikasanda kwa jina la Yesu. Mkono wa Bwana, mkono wenye nguvu, mkono uliodali, mkono wenye nguvu unakupa mbio. Utapiga mbio kwa mkono wa Bwana, kwa nguvu za Bwana, kwa uweza wa Bwana. Utapiga mbio, utawapita, 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 utawapita mbio, utawapita kwenye akili, kwenye maarifa, utawapita kwenye ujuzi, kwenye ubunifu, utawapita kwenye ulinzi, utawapita, utawapita kiroho, utawapita kimwili, utawapita kiakili, kiakili, utawapita. Ni mwaka wa kupita, ni mwaka wa kupita kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Imekuwa sawa sawa na kuomba kwako katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kama ulivyoomba katika jina la Yesu Kristo. Kama ulivyotangaza imekuwa katika jina la Yesu Kristo. Utapiga mbio, utawapita waliokutangulia, utawapita waliojipanga vizuri zaidi yako, utawapita katika jina la Yesu. Piga Bwana makofi mengi ya imani, makofi ya imani. Amen, amen, haleluya. Imani, kuamini ni kazi. Amua kufanya kazi ya kuamini. Kuamini ni kazi. Amua kufanya kazi ya kuamini. Ni kazi inayolipa kuliko kazi zingine zote. Kazi ya kumwamini Mungu itakulipa kuliko kazi nyingine yoyote ambayo unaifikiria. Biblia imejaa ripoti za watu walioamua kufanya kazi ya kuamini. Walipoamini, malipo yao hayana kipimo cha kibinadamu. No human measure. No human measurement. Imani ni kazi. Amua kufanya kazi au kubali kufanya kazi ya kuamini. Hakuna kazi inayolipa katika dunia hii kama kazi ya kumwamini Mungu aliye hai. Hakuna. Haleluya, haleluya. Ni kazi pekee inayokuchukua na kukuweka kwenye standardi za Mungu. Kazi ya kuamini unapoifanya inakuhamisha. Umesikia mtu amepata kazi fulani alafu anahamishwa
anaenda kwenye kituo fulani. Sasa ukikubali kazi ya kuamini inakuhamisha, inakutoa kwenye human standard, human measurement, inakutoa kwenye vipimo vya kibinadamu, inakupeleka kwenye vipimo vya kimungu. Unaanza kuona tofauti, unaanza kusema tofauti, na malipo yanayokuja nimesema hayana kipimo cha kibinadamu. When you choose or you decide to believe in God. Kwa hiyo kama unatafuta kazi, kama unatafuta kazi inayolipa, kazi umepata. Kama unatafuta kazi inayoweza ikashangaza, malipo yake hayana majuto, ni kazi ya kumwamini Mungu. Utakula na vizazi vyako vitakula. Haleluya, haleluya. Hii ni wevu ya kwanza ya mfungo wa Ezra, tumeimaliza leo. Tumpigie Mungu makofi mengi. Wevu ya pili ni wiki ijayo, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Kwa hiyo Jumatano, Alhamisi na Ijumaa ijayo tutakuwa na mfungo wa Ezra second wave. Haleluya, second wave. Tutakuwa na wimbi la pili. Kwa hiyo kama kuna chochote kimesurvive cha adui, hii wave, na sisi tunatoka, lakini kazi ya kuamini inaendelea, is a living. When you choose to believe, you have chosen a living work. Yani ni kazi ambayo ukishaifanya wewe umeondoka, inaendelea, it has life. Kwa hiyo tumemaliza hii wave. Tunaposema tumemaliza wave ya kwanza, tumemaliza wimbi la kwanza, haina maana kwamba katika ulimwengu wa roho ndo imeisha hapa. Bado inaendelea. Haleluya, inaendelea na kazi, ila sisi kimwili ndo tunasema wave ya kwanza imeisha. Wave ya pili Jumatano, Alhamisi na Ijumaa ijayo. Wangapi wanasema naipenda hiyo? Haleluya. Kwa hiyo umepata kazi, nenda kaifanye hiyo kazi. Utajishangaza mwenyewe, utawashangaza wa nyumbani mwako, utawashangaza wa mtaani kwako, utawashangaza wa mjini kwako, utawashangaza wa taifa lako, utashangaza mataifa kwa kazi moja tu ya kuamini Mungu aliye hai. Haleluya. Ninaipenda hiyo kazi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jifunike kwa damu ya Yesu. Jifunike kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo inayonena mema, inanena uzima, inanena amani, inanena furaha, inanena ustawi, inanena mafanikio. Ni damu ya Yesu. Asante, 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 asante. Haleluya. Ukiri wetu wa imani katika jina la Yesu Kristo, tumetiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatuibiwi, hatuharibiwi, hatuuawi. Amen. Ikawe sawa sana ukiri wetu wa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Msimamo wetu katika jina la Yesu Kristo, tuko salama na tutaendelea kuwa salama. Kwa hiyo tutaongezeka, tutajaa kwa amani. Amen. Ikawe kwetu sawa sana msimamo wetu wa imani katika jina la Yesu Kristo. Kwa imani tutasurvive, tutaovercome, tutatia mizizi chini, tutazaa matunda juu, kila mwezi matunda yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pe Bwana makofi mengi, pe Bwana makofi mengi. Haleluya. Haleluya. Ninakupongeza wewe uliyefika mahali pa kukutana na Yesu. Piga makofi kwa ajili yako mwenyewe. Ninakupongeza wewe uliyefika mahali hapa, mahali pa kukutana na Yesu.
na leo umekuja umekutana naye. Haleluya. Imani inakukutanisha naye. Haleluya. Unapofika mahali hapo utapata imani itakayokutanisha na Yesu. Na sisi tunakushukuru. Unaondoka mahali hapa ukiwa mtu mwingine. Haleluya. Haleluya. Unajua faith changes how you perceive things, how you discern things, how you interpret things, how you contemplate issues. Faith changes your attitude and the mentality. Imani inakubadilisha, inatoa unyonge nyonge na unyoronyoro, inakuweka kwenye ushupavu wa kimungu, inakuweka kwenye ushupavu wa kimungu. Haleluya. Kwenye ushupavu wa kimungu. Nikikutana na wewe afu nikagundua hauna imani, nitakupa assignment kadhaa za kuamini mpaka uamini. If I catch you, nikukamata. Unaongea yale maneno ya hovyo hovyo. Maneno ya hovyo hovyo ni yale yasiyo na imani. We, mwambie jirani yako, we, be careful. Mwambie be careful. Mwambie be careful. Mwambie be careful. Si ukakamatwa unaongea tu. Oh, mimi nitakufa. Oh, watanimaliza. Oh, wameniweza. Oh, wamenikamata. Wewe nikikukamata unasema maneno ya jamii hiyo. Takumezesha imani. Yaani naweza nikakubakisha hapo hemani siku 3. Huli haunywi mpaka imani ingie ndani yako. Haleluya. Sasa wewe kaa hapo hemani, hauli haunywi mpaka imani ingie, ubadiliki unavyoongea. Na ukisema nikikupa hiyo adhabu ukaondoka, utarudi mwenyewe unasema naomba nifanye ile adhabu ulionipa. Utakuja kuiomba mwenyewe. Nikikupa hiyo adhabu itakayokusaidia kuamini, alafu kaikwepa. Kama mlivyoambiwa kusoma Biblia, hakuna anayesoma. Sasa we mwaka huu nije nikukute tumesema usome sura moja moja, afu nije nikumbane na wewe sijui kwa namna gani usomi. Takupa adhabu usome 10, afu kwa siku 10. Afu usipofanya hivyo utakuja na Biblia unaisoma. Uko njiani unasoma. Watu hata kama unaishi kisiwani, utatembea, utaingia kwenye daradara na Biblia, unakuja sema pastor, nilikwepa ile adhabu, sasa nimekuja niko tayari kuifanya. Unanisikia? Unanisikia? Ninavyoongea hivi, I'm not entertaining you. Unanielewa? Sikufurahishi, ninaongea kitu cha kweli na nitakifanya nikikutana na wewe namna hiyo. Unanielewa? Na ndio maana nimekuambia kama hauko tayari kubadilika, cooperate kwenye supernatural ili maisha yabadilike, nimekuambia toka nje, nenda kakae kule. Usubiri tumalize hii biashara ya Mungu, alafu utakuja na biashara yako ya kibinadamu. Tunamaliza hapa saa 1, wewe njoo hapa saa 2 na biashara yako ya kibinadamu. Endelea nayo. Umenielewa? Umenielewa? Ninavyoongea unaweza ukajua niko serious kiasi gani. Nataka uelewe hivyo, sikutanii. Kwa sababu Mungu amechoka na vilio vyako, unalia kila siku, nina hiki and you are the cause. Kwa sasa Mungu anakuletea cause. Tunavyoenda mtindo wa mwaka huu sio mtindo wa miaka iliyopita. Tunaenda kwa namna tofauti kabisa. So you will have to choose either to board in. You will have to choose either to board in, kuingia au kuacha. Lakini hatutakuacha tu na rubaruba tu hapo ueleweke. Hakuna. Hatukuachi. Hallelujah. 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 Amen. Tunamshukuru Mungu, tunamtukuza kwa kuwa ni mwema. Asante Yesu. Hallelujah.